Na mtazamaji, baadhi ya viongozi wa chama cha UDA wakiongozwa na naibu rais Kithure Kindiki wametetea vikali kiti chake cha naibu rais, wakidai kwamba chaguo lao ni Kindiki licha ya chama cha ODM kumezea mate kiti hicho. Na waziri wa afya Aden Duale amesema kwamba ushindi wa UDA katika chaguzi ndogo zilizokamilika ni kionjo tu kwa wapinzani wao. Na Melita Oletengesa anaarifu zaidi. Mashindano kati ya chama cha UDA na ODM kuhusu kiti cha naibu rais Kithure Kindiki yanazidi kuchacha. Kinara wa ODM Oburu Oginga akishikilia kwamba ndiyo nanga ya mazungumzo yao na UDA. Lakini sasa naibu rais Kithure Kindiki ameitetea nafasi yake. Mimi nimezama. Niko mpangoni. Hata mimi niko mpangoni. Hiyo mpango ya tutap. Ya ukweli. Ya hakika. Wacha nione tutam ya fireman. Tutam ya fireman. Ala, kumbe mko serious hivi. Naibu wa rais wetu 2027 ni Kithure Kindiki. Na rais wetu 2032 ni Kithure Kindiki. There is no contradiction. Kindiki pia amewasuta viongozi walioko upinzani, akidai kwamba hawana mikakati mbadala ya kuiendesha nchi bali na kupiga siasa tu. Hawataji barabara, hawataji maji, hawataji stima. Kazi yao one term, kazi yao kazongo. Kindiki alizungumza katika kaunti ya Kwale alipokagua miradi tofauti ya maendeleo akiwa ameandamana na viongozi wa kaunti hiyo. Katika kaunti ya Garissa, waziri wa afya Aden Duale amesisitiza kwamba chama cha UDA kingali kimekita mizizi mashinani, akisifia ushindi wa chama hicho katika chaguzi ndogo za hivi punde. Thursday there were 4 by-elections. All of them have been swept by UDA, the ruling party. Dalili ya mvua ni mawingu. Na huku mawaziri wakilaumiwa kwa kujihusisha na siasa za nchi, Duale ameshikilia kwamba hawajavunja sheria yoyote. Na bado hatujaanza campaign, we will start campaign. Na mawaziri wanakubaliwa kisheria kufanya campaign. Melita Oletengesa, Runinga Citizen.